Katika jitihada za kuondoa kilio cha uzalishaji mdogo wa mazao ya kilimo na kuinua maisha ya wananchi wa kawaida, Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine SUA kimefika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi kutekeleza mradi maalum wa kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao ya kilimo, hususan zao la mahindi. Mradi huo unalenga kuwafikia wakulima wadogo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilima kwa jasho kubwa, lakini mavuno yakiendelea kuwa madogo, hali inayozorotesha kipato cha kaya na ustawi wa jamii kwa ujumla. Wakizungumza wahadhiri kutoka chuo cha SUA, Dr. Proches Msibula pamoja na Daniel Nhunda wamesema kuwa chanzo kikubwa cha kuanzishwa kwa mradi huo ni uzalishaji duni wa mazao unaosababishwa na matumizi ya mbinu za kizamani. Tulisajili mashamba yao, tukajifunza hali halisi ya hali ya hewa na vitu vingine, tukachukua sampuli za udongo, tukazipeleka Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo kwa ajili ya taratibu za kimaabara. Kwa hiyo baada ya hapo tukarudi, majibu tukawaletea wakulima, tukaendelea kuwapa elimu. Kwa hiyo wakaanzisha haya mashamba darasa, mfano ili mnaoliona hapo mbele yenu. Mashamba darasa kwa ujumla yako 240 katika vijiji 8. Lengo ni kuinua uzalishaji wa mahindi kutoka wastani wa gunia 3 mpaka 7 kwa ekari kwenda hadi gunia 28 hadi 30 kwa ekari. Jambo lingine tumewasisitiza sana wakulima kwamba muhindi nao ni kama mtoto. Mtoto akiwa chini ya miaka 5 ni wakati ambao anatakiwa kulishwa vyakula vya protini ili ubongo ukue ipasavyo. Kizidi hapo ubongo hauwezi tena kuendelea. Kwa hiyo hata mahindi nayo yana vipindi. Kuna kipindi ambacho yanatakiwa yale vyakula vya kuimarisha mizizi na mashina. Kuna kipindi ambacho yanatakiwa yale vyakula vya kuongeza matunda na mazao, na kuna vipindi ambavyo natakiwa tu mahindi yale chakula ambacho ni kwa ajili ya kuimarisha mashina, kubeba wale watoto watakao kuwepo. Kwa upande wao wakulima wanaonufaika na mradi huo wamesema mafunzo wanayoyapata yamewafungua macho, wakisema kuwa kwa mara ya kwanza wanaona matumaini ya kuongeza kipato, kusomesha watoto na kuboresha maisha ya familia zao kupitia kilimo chenye tija. Kwa majina mimi naitwa Abdalla Rashidi Palanga, ni mkulima wa kijiji hiki, lakini ni mnufaika wa mradi huu. Katika kijiji hiki tuliteuliwa watu 30 ambao tutakuwa na mashamba ya mfano katika kijiji hiki. Matarajio yangu, kwanza hata mimi saizi nafurahi kuwa shambani muda wote, kwa sababu tu nikifika shamba naona hali ya hewa ni nzuri, sivyo kama ilivyokuwa zamani. Nafikiri hata wenzangu watajifunza kwamba na hili shamba liko njiani, ni ruhusa mtu yeyote kupita akauliza akafanyaje. Sisemi vibaya, zamani tulikuwa tunalima, unaona kama mwenzetu pale, na sisi ndivyo muhula ulivyokwenda. Hatuna utaratibu tupalie wakati gani, tupande wakati gani. Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye heka hiyo ukapata gunia 7-8 kwa heka, ni kweli. Lakini hapa natarajia naweza nikapata hata gunia 18 ni nusu heka hii. Kwa majina naitwa Ezekiel Kabita Malenga, ni mkulima wa kijiji hiki cha Mchaka. Tumeletewa majibu ya uhai wa ardhi tulizo nazo na jinsi gani tutumie mbolea, jambo ambalo tulikuwa tunatumia mbolea kienyeji kwa sababu mashamba yetu yalikuwa bado hayajapimwa. Jina naitwa Hamisa Ramadhani Kamwelwe, ni mkulima mojawapo wa shamba darasa. Kwa saizi nimejifunza mimi mwenyewe na nitaenda kuelimisha wananchi wenzangu kupitia mashamba darasa tulivyoelekezwa na wataalamu. Kwa majina anaitwa Patrick Lugoola Mwandu, ni afisa kilimo wa kata ya Mpanda Ndogo, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Shamba hili limepata huduma zote zinazohitajika za kitaalamu kwa maana ya pembejeo zote, lakini pia namna ya ulimaji kama mnavyoona matuta hatujayaweka mbalimbali sana, tumebana ili walau tupate idadi ya miche inayostahili kwa ekari moja. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Shaban Juma amesema endapo mradi huo utafanikiwa kuongeza tija katika zao la mahindi, mkakati wao ni kupanua mradi huo kwenye zao la mpunga pamoja na mazao mengine ya biashara kama pamba, ili kuifanya halmashauri ya Tanganyika kuwa kitovu cha uzalishaji wa mazao ya kilimo yenye ushindani wa kibiashara. Kama tutafanikiwa vyema zaidi katika zao hili, kwa sababu
Baada ya kupima ule udongo, tumegundua kwamba hata mazao mengine tunaweza tukayaboresha. Kwa tukahamia kwenye zao la biashara kama pamba, kahawa na mazao mengine na mpunga, ili kuhakikisha kwamba tunaongeza tija katika mazao ya kilimo katika maeneo yetu, ili uzalishaji uwe mwingi na bora kwa wananchi wetu. Katika bajeti yetu tulikuwa tumetenga takriban zaidi ya milioni 400, na hizo milioni 4 kwa sababu kiasi fulani tumeamua kununua gari kwa ajili ya sekta ya kilimo, lakini fedha nyingine ziende moja kwa moja kusaidia hii project ifanikiwe, lakini pia kuwasaidia maafisa kilimo wafanye kazi zao bila kukwama. Mradi huo unaratibiwa na Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika kwa kushirikiana na wataalamu kutoka SUA, viongozi wa vijiji pamoja na wakulima wenyewe kwa bajeti ya zaidi ya shilingi milioni 400, hali inaonyesha mshikamano wa pamoja katika kupigania maendeleo ya kilimo na maisha bora ya wananchi. Mimi ni Swau Mkatambo.